Yo, what's up everybody? I am Tende Sei na hii ni Angobiz TV na leo kwenye Angobiz update tuko na msanii Paulina kutokea Mlandizi. Kama unavyojua ndani ya wiki hii kumekuwa na story nyingi sana zikimhusu bibi Paulina au bibie Paulina kutokana na skendo yake ya kufumaniwa na mume wa mtu. Sasa leo sisi kama Angobiz TV tumepata chance ya kukutana na Paulina. Amekuja ndani ya studio zetu na tuko naye hapa live mubashara kabisa. Tunaenda kumuhoji katika hili tukio. Kweli hayo yanayosemwa au yale ambayo yalikuwa yanaonekana katika mitandao ya kijamii, ni kweli bibi Paulina amefanya hiko kitendo cha kufumaniwa na mume wa mtu, na hatimaye imesemekana kwamba amepigana mpaka amepelekwa polisi. Sasa tukio kama Angobiz TV tuko hapa, tuko naye bibi Paulina. Bwana, mambo vipi? Poa. Unajisikiaje na hali? Niko sawa tu. Siku nyingi sana hujatokea katika studio zetu za Angobiz TV na leo umekuja kwa mara nyingine tena. Kwanza kazi za sanaa zinaendaje? Mungu anasaidia. Mungu anasaidia. Lakini kazi hatuzioni, shida ni nini? Zipo, zitatoka. Ziko zitatoka. Haijulikani zitatoka lini. Zitatoka baada ya siku 2 mbele. Lakini kazi zitatoka baada ya siku 2 mbele. Ila matukio yako yanakuwa yana trend sana mara kwa mara. Na ndani ya wiki hii wewe mwenyewe shahidi umepata na skendo hiyo kwamba umefumaniwa na mume wa mtu. Ili tukio kwanza tuanze hapo, ni la kweli au si la kweli? Naweza kusema kweli, pia naweza kusema sio kweli. Haya, tuelezee sasa kama kweli ni kweli kivipi na sio kweli kivipi? Kwa sababu mimi sijajua kama ni mume wa mtu, ila ningejua kama ni mume wa mtu nisingetembea naye. Kwa maana ulitembea naye lakini haukujua kama mume? Yes. Lakini ulifumaniwa mwisho wa siku. Yeah. Baada ya kufumaniwa ilikuwaje? Hem, tupe kwanza mchapo mkanda, yani tukio lilianzaje mpaka ukaja ukafumaniwa. Ilikuwaje? Mlifumaniwa nyumbani, ilikuwa ni guest lodge, ilikuwa ni wapi? Au kwa mwanaume huko nyumbani kwake au ni kwako? Hapana, ilikuwa lodge. Lodge. Kwa ikawaje? Tulienda, baada ya kuenda tukakaa, tukala, tukaenjoy. Mara ghafla tukasikia tu mlango unagongwa. Gongo. Baada huyo mume wangu akaenda kufungua, baada ya hapo huyo mdada akaingia ndani. Mimi sikujua nini ambacho kinaendelea. Ya. Baada ya hapo akamshika mume wake akamuuliza, "Nini umefanya? Ndo nini hichi hivi na hivi?" Maneno mengi. Maneno kibao. Huyo mdada akaama kwa mume wake, sasa akanifuata mimi. Ndio. Akanishika. Ndio. Aliponishika sasa mimi sijui nini kinaendelea. Kumbe yule ni mume wa mtu na yule ni mke wake, na mimi alinificha, hakuniambia. Kwa hiyo kipindi unakutana naye alikwambia kwamba yeye yuko single. Yes. Na wewe ukawa huko single. Nikazama na mimi nilikuwa single na yeye yuko single, kwa hiyo mlikuwa serious wote kiuko. Tulikuwa serious. Lakini kumbe mwenzangu tayari ana mwanamke, lakini mimi alinificha, hakuniambia. Kwa hiyo wewe ile kama ikawa kwako ni surprise. Kwa hiyo bibi alipoingia ndani tukio likawaje sasa? Tulipigana. Inasemekana ulipigwa vibaya mno. Hapana. Sijapigwa, mimi ndo nilimpiga. Mbona kama una vikovu bado umeumuka usoni? Wapi? Unaangalia vibaya. Lakini wewe ndo ulimpiga. Mimi ndo nilimpiga. Na hatimaye tukasikia umepelekwa kituoni, kwamba umekaa polisi kidogo. Hapana, sijaenda. Sijaenda kituoni. Kwa hizo ni story tu za watu ambazo? Ni story tu ambazo zimetengenezwa na ndo zina trend sana mtandaoni, lakini sio kweli. Kwa hiyo baada ya kupigana ugomvi tu ukaisha tu kawaida basi? Baada ya kupigana mwenzangu akamchukua mume wake akaondoka na mimi nikaondoka zangu. Kwa hiyo kiufupi ukapokonywa buzi? Sijapokonywa kwa sababu yule ni mume wake. Kwa hiyo mimi kifupi ndo nilikuwa kama nimempokonya yule, lakini nilikuwa sijui. Okay. Kwa hiyo sasa status ya mahusiano yenu sasa wewe na jamaa sasa hivi ikoje, kwamba bado mnaendelea hivyo kwamba tunaendelea kutwanga maji kwenye kinu au inakuwaje? Hapana, siwezi. Tumeshaachana. Mmeachana. Unatafuta mwingine au unapumzika kwanza? Kwa sasa hivi napumzika kwanza. Pumzika. Okay. Hiyo ndio story yako ya wiki. Lakini nataka turudi kwenye kazi kwanza. Unajua umekuwa ukifanya kazi kipindi cha nyuma, lakini hapa katikati kidogo kazi zako zimepotea. Na kama unavyoona sasa hivi YouTube watu wanapambana sana kwenye kazi za YouTube, watu wasanii wanatoa filamu mpya kali. Wewe kama Paulina na kazi yako ya sanaa, ikoje? Yani kazi zako zinakuaje? Zinatoka zitoki? Kazi zinatoka. Kama zinatoka lini? Kesho kutwa. Kesho kutwa kazi inatoka. Inatoka wapi hiyo kazi?
Tushaiandaa. Kwa kesho kutwa ndo tunaiachia sasa mtandaoni. Kwa sasa hivi unafanya kazi wewe mwenyewe kama peke yako, una kampuni yako au una kampuni unafanya nayo kazi? Nafanya kazi na kampuni ya Ditronics. Kwa hiyo kampuni ya Ditronic mnapeleka movie zenu wapi? Kwenye ma-TV au ziko YouTube? Kote kote. Kote kote. Kwa mtu akitaka kwa search kwa mfano YouTube akiandika tu Ditronic anatupata na mzigo. Na movie yenu ni movie gani hiyo ambayo mnaenda kesho kutwa kuiachia? Wakati Unaponya. Ndo inaanza au ishaanza hiyo movie? Tupo episode ya 5 tunaenda na 6 kwa usumbufu uliotokea nyuma. Kwa hiyo tunatoa vipande viwili double. 5 na 6. Mnachapa vipande viwili. Kwa hiyo kifupi watazamaji kama walikuwa hawajaona episode 1, episode 2, 3 na 4 waende sasa hivi wakaangalia ili wajiandae. Wajiandae na mzigo unaokuja. Hiyo noma sana. Kiufupi utakuwa unapatikana sio tena kwenye skendo tu mpaka kwenye utakuwa unapatikana. Yeah. Bwana sasa mimi nashukuru sana kwa time yako kuja ndani ya studio zetu, na hapa ni nyumbani. Kwa next time ukipata time unaweza ukawa unakuja kutembelea. Asante sana. Asante sana, mimi nashukuru sana. Una nini cha kuambia mashabiki zako? Mimi nitakuambia naomba usikate tamaa, waendelee kutufuatilia. Kuna vingi vizuri vinakuja mbele. Safi kabisa. Bwana mtazamaji wa Angobiz TV, huyo alikuwa Bibi Paulina au msanii wa maigizo Paulina kutokea pande za Mlandizi, na leo amepata bahati ya kuja hapa ndani ya studio zetu za Angobiz TV. Tulikuwa na story kadhaa tunapiga naye kuhusiana na matukio yake, lakini pia ametuelezea kuhusiana na kazi yake mpya inayokuja kutoka, ambayo in fact imeshaanza kutoka Wakati Unaponya episode 1, episode 2, 3 na 4. Kwa sasa hivi wanaenda kutoa episode 5 na 6 kwa sababu wamechukua muda mrefu sana hawajatoa vipande hivyo, kwa wanaenda kuachia kwa pamoja. Kwa wewe kama mtazamaji unaweza kwa support kwenye account yao ya YouTube ya Ditronic, lakini pia usiache kusubscribe account yetu ya YouTube hapo sisi Angobiz TV ili uweze kuwa wa kwanza kupata kila habari zinazohusiana na sanaa. Mimi ni Mtende Sei na hii ni Angobiz Update. See you next time. Ciao.